wanafunzi 4 zaidi walioangamia kwenye mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi wamezikwa hii leo kwenye hafla za mazishi zilizojaa huzuni na majonzi. Familia, jamaa na marafiki walijumuika maeneo tofauti kuwaaga wanafunzi hao waliokuwa kati ya wanafunzi 16 walioteketea kwenye mkasa huo. Mwanafunzi mmoja, Neema Wairimu, atazikwa hapo kesho katika eneo la Ruai hapa Nairobi, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Ben Kirui. Jumanne ilikuwa ni zamu ya familia za Imani Boit, Gertrude Muthoni, Julie Hinga na Fortune Aimaya kuwapa mkono wa buriani wana wao waliopokonywa ghafla maisha kwenye mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi Gilgil. Biwi la simanzi, huzuni na majonzi ziligubika kijiji cha Barwesa, kaunti ya Baringo, mamia ya waombolezaji wakija pamoja kuomboleza na kumuaga mwanafunzi Imani Boit. Nyoyo za familia na waombolezaji zilikuwa nzito, sifa na kumbukumbu za Imani zikisomwa wakati wa mazishi. Some of my happiest moments were the simple conversation we shared. You understood me in a way for few people ever could, and I cherish you every moment we spend together. Msichana wetu tunampenda, tumekuwa pale moja. Kenya nimeona, naomba wazazi Mungu awape nguvu. Katika kijiji cha Towokayeni, eneo la Kakuma, Turkana Magharibi, vilio, majonzi na huzuni vilianikiza, huku familia, jamaa na marafiki wakikusanyika kumuaga Fortune Aimaya Losike, mwanafunzi wa gredi ya 10 aliyeangamia kwenye mkasa huo. Fortune akikumbukwa kama mwanafunzi aliyetia bidii masomoni. In her final moments during the tragic school fire, she displayed remarkable courage and selflessness, choosing to help others despite the danger she faced. My beloved Fortune, no words can express the pain of losing you, the emptiness you leave behind, and the love that will never fade. Gertrude Muthoni, mwanafunzi wa kidato cha 4, naye alipewa mkono wa buriani nyumbani kwao eneo la Njambini, kaunti ya Nyandarua, huku Julie Hinga, mwanafunzi wa kidato cha 3, akiagwa eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru. Familia ya Neema Wairimu itaandaa mazishi ya kumpumzisha mwanafunzi huyo wa kidato cha 4 katika eneo la Ruai, kaunti ya Nairobi. Familia hizi zikifunga ukurasa mgumu maishani mwao, huku wakifungua ukurasa mgumu zaidi wa kuishi na pengo ambalo kamwe halitajazwa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.